Kwa kuwa ilikuwa kawaida kila tarehe za mwaka na mwezi ulipofika wa sikukuu ya makambi, taifa lote la Israeli lilitoka katika nyumba zao, wageni na watoto waliozaliwa katika nyumba zao walichagua eneo la Shilo kuwa ndio kituo kikubwa cha makambi yao ya kila mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Jacob Zakaria. Nimekuwa mwenyekiti wa kambi la mtaa wa Wazo Hill kwa mwaka huu wa 2026. Napenda kumshukuru Mungu kwa kuwa ametuwezesha kumaliza kambi salama, na katika kambi hili tumeshuhudia mkono wake mkubwa ukitenda maajabu kwa kambi hili. Watu wengi wamejitoa kwa ajili ya ubatizo na waliweza kubatizwa na kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sambamba na hilo, katika kambi hili kama ulivyo utume wa Waadventista wa Sabato, kambi limehusika katika utume na tumefanikiwa kununua vitabu vya kutosha ambavyo vitabu hivi vitaelekezwa kule Zanzibar kwa ajili ya wapendwa wetu ambao nao pia wanahitaji wapate ujumbe wa matumaini. Ninapenda kuwashukuru wenye viti wa kambi, ninapenda kuwashukuru wenye viti wenza kwa kamati mbalimbali ambao tumeshirikiana nao toka mwanzo na mpaka mwisho. Mungu awabariki sana na ninawatakieni baraka tele katika maisha yenu. Ikipenda tukutane katika kambi la mbinguni, sivyo Mungu aendelee kutukutanisha tena kwa kazi yake. Mungu awabariki. Kwa majina ni mchungaji Elisha Juma Said, moja ya wahudumu wenza katika kambi la mwaka huu 2026 katika mtaa wa Wazo Hill. Kambi la mwaka huu limekuwa na kauli mbiu inayosema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Tunaishukuru sana Union yetu ya Kusini mwa Tanzania ilipoleta mapendekezo ya vipindi vinavyotakiwa kufundishwa kwenye makambi. Miongoni mwa vipindi vilivyokuwa vikifundishwa ni juu ya mafundisho makuu, na mwaka huu tulikuwa tukitazama juu ya imani ya msingi nambari 25, kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Kwa nini kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili? Ni kwa sababu kanisa sasa linapitia uzoefu wa maandalizi ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili, na hivyo ilikuwa lengo ni kuwaamsha washiriki ili pia kuwaweka tayari kujiandaa kuja kwa Yesu mara ya pili wakiwa tayari. Lakini sababu ya pili ni kujaribu kuwasaidia washiriki na watu mbalimbali ambao wamekuwa wakifuatilia makambi haya juu ya uibukaji wa mafundisho yanayodai kwamba Yesu atarudi 2031. Kilele cha kambi hili kimekuwa ni kilele cha mafanikio makubwa kwa sababu wengi wamefurahia makambi, lakini kubwa ni kufikia goli la kiroho kwa maana ya washiriki kukutana na Mungu wao kwenye makambi haya. Mungu akubariki tunapoelekea mwisho wa kambi la mtaa wa Wazo Hill na makambi mengine yaliyopo katika jimbo letu la ECF. Ni hakika tutakwenda tukimsubiri Yesu tukiwa na mambo mawili. Katikati ya ulimwengu uliokata tamaa, tutawaita walioko gizani kumpokea Yesu, lakini wenyewe tukimsubiri kwa tumaini. Bwana akubariki sana. Ninaitwa mchungaji Olo Vincent Tumaini. Kwa kweli namshukuru Mungu wa mbinguni kwa baraka zake nyingi katika makambi yetu ya mtaa wa Wazo Hill. Tumekuwa na makambi mazuri tangu siku ya kwanza tulipoanza mpaka siku hii ambayo tumehitimisha. Watu wamekuja wengi katika makambi haya, wamekuwa pamoja nasi katika kumwomba Mungu na kumtukuza Mungu na kujifunza neno lake. Tumebarikiwa na neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Pastor Shehemba, ambaye ni kiongozi wa idara ya huduma binafsi katika Union ya Kusini mwa Tanzania. Kwa kweli kambi hili tunamtukuza Mungu wa mbinguni, ametubariki, na tunapokwenda sasa kuanza kazi tunaenda kwa mibaraka, tunaenda kwa ushindi, maana tumeshinda na tumebarikiwa. Nipende kukushukuru mtazamaji ambaye umekuwa ukitufuatilia tangu siku ya kwanza tulipoanza makambi haya kupitia Dede TV, YouTube channel ya Dede TV pamoja na Wazo Hill. Mungu akubariki sana, na naamini pia umebarikiwa. Nami kama mchungaji ninakutamkia baraka na ninakuombea baraka katika kazi zako kwa mwaka mzima. Mungu akulinde hadi uzima wa milele. Barikiwa sana.